Mamlaka ya mahakama ya Uturuki imetangaza kutolewa kwa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wake wa ulinzi Israel Katz, Naftali Bennett na maafisa wengine 35 wa ngazi za juu wa Israel. Hati hiyo imetolewa kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari yaliyofanywa katika eneo la Gaza. Tuhuma hizi zinahusiana na mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vya Israel dhidi ya raia, hospitali na misafara ya misaada, huku ikizingatiwa kwamba baadhi ya mashambulizi yalilenga vikundi vya kimataifa vilivyokuwa vinahusishwa na utoaji wa msaada kwa Wapalestina waliokwama katika maeneo yaliyozungukwa. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa Istanbul imesema kuwa uamuzi huu ni matokeo ya uchunguzi wa kisheria uliofanywa na mamlaka za Uturuki ulioangazia uhalifu uliofanyika wakati wa mashambulizi ya Israel kwenye mji wa Gaza, hasa yale yaliyolenga raia na huduma muhimu za binadamu. Uchunguzi huu pia ulijumuisha tukio la kutisha la mashambulizi dhidi ya Global Solidarity Convoy, msafara wa kimataifa wa misaada ya binadamu ambao ulikuwa na lengo la kusaidia Wapalestina walioathiriwa na vita. Katika taarifa rasmi, mamlaka ya mahakama ya Uturuki inasema kuwa hatua hii ni sehemu ya mchakato wa kuhamasisha haki kwa waathirika kwa mashambulizi hayo, huku akisisitiza kuwa vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na Israel kwenye kipindi cha miaka hivi karibuni vimekuwa ni ukatili usiovumilika. Mamlaka ya Uturuki imeeleza kuwa itafanya kila liwezekanalo kuhakikisha wahusika wa uhalifu huo wanawajibika kwa matendo yao mbele ya sheria. Israel imejibu vikali hatua hii ikisema kuwa uamuzi wa mamlaka ya mahakama ya Uturuki ni kichekesho na hauna msingi wowote. Kwa upande mwingine, serikali ya Israel inasisitiza kuwa hakuna uhalifu wa kivita wala mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa na vikosi vya usalama vya Israel na kwamba mashambulizi yaliyofanywa yalikuwa ni sehemu ya harakati za kujilinda dhidi ya mashambulizi ya makundi ya kigaidi kama Hamas. Kwa upande wa Marekani, ingawa haikutoa maoni rasmi kuhusu hati ya kukamatwa iliyotolewa na Uturuki, ripoti kutoka vyanzo vya serikali zinaonyesha kuwa serikali ya Washington inatambua mchango mkubwa wa Uturuki katika masuala ya kiusalama ya Mashariki ya Kati, na hata hivyo Marekani imekuwa ikikosoa utawala wa Netanyahu kwa kudharau haki za Wapalestina na kuchukua hatua kali dhidi yao. Kama ilivyokuwa kwa upande wa Uturuki, serikali ya Marekani imeeleza kuwa Uturuki inaweza kuwa na mchango muhimu katika juhudi za kisiasa za kuleta amani kwa Gaza, hasa katika kutekeleza mpango wa amani wa Donald Trump, ingawa Uturuki pia inakubaliana na msimamo wa Marekani kuhusu kupokonya silaha kwa Hamas kama sehemu ya juhudi za kuleta utulivu katika eneo hilo.